nguvu ya maombi ya usiku, nguvu ya maombi ya usiku, nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Wacha nikamilishe. Nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Tunafahamu ya kwamba maombi ni communication kati yetu na Mungu. Maombi ni mawasiliano sisi na Mungu. Maombi ni mazungumzo kati yetu na Mungu. Maombi ni mawasiliano. Mungu anakutana na sisi kupitia maombi na vitu vingine, lakini zaidi sana maombi. Sema amina. Anakutana nasi kwa njia ya maombi zaidi sana. Maombi ni njia moja ya kufikia hazina ya Mungu. Ni kwenye maombi tunafikia hazina ya Mungu. Sema amina. Ni maombi peke yake atakuingiza kwenye hazina ya Mungu. Yaani anakupatia access ya kuingia kwenye hazina ya mbinguni katika jina la Bwana. Sema amina. Ni maombi peke yake yanaweza kutanisha mtu mahali popote na Mungu. Unaweza kutana na Mungu mahali popote, ili mradi ni kwenye maombi katika jina la Bwana. Kwa hivyo maombi, asante Roho Mtakatifu. Maombi ni manukato. Maombi ni manukato ambayo yanatengenezwa na mtu aliyeokoka. Manukato. Wakati unaomba, basi kuna manukato Mungu akiwa mbinguni anapokea kutoka kwako katika jina la Bwana. Sema amina kubwa. Kwa tunapozungumza kwamba maombi ni mawasiliano, ama maombi ni mawasiliano na Mungu, anakuja kwa njia ya maombi, lazima tufahamu ya kwamba maombi ni gharama. Maombi ni gharama. Watu ambao ni waombaji ni watu wanaojua kulipa gharama. Huwezi kuwa muombaji kama hujakuwa tayari kuomba gharama. Yesu mwenyewe akasema ombeni, alimaanisha lipa gharama, utapata unachotaka. Ndio maana alisema mahali popote watu wamekusanyika kwa jina lake, yeye yuko pale katikati yao. Mahali watu wamekusanyika kulipa gharama. Sema amina. Naomba Bwana akutane na mtu usiku wa leo. Natangaza Bwana akutane na wewe. Natangaza akutane na maisha yako. Mungu akutane na ndoa yako. Mungu akutane na biashara. Mungu akutane na kazi yako katika jina la Bwana. Sema amina. Katika damu ya mwana kondoo. Sema amina. Ni maombi pekee. Kwa hivyo tunaposema maombi ya usiku wa manane, ina maana kuna maombi ya asubuhi, kuna maombi ya mchana, kuna maombi ya jioni, na kuna maombi ya usiku wa manane. Nimesema kuna maombi ya asubuhi, kuna maombi ya mchana, kuna maombi ya jioni. Jioni ni kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Jioni inaanza saa 9 hadi saa 12. Na kuna maombi ya usiku wa manane. Kama kuna usiku wa manane, basi kuna maombi ya mapema yasiyo usiku wa manane, ambayo maombi ya mapema huanza pale saa 1 mpaka saa 3, maombi ya usiku wa mapema. Lakini usiku wa manane ni kuanzia saa 6 za usiku kuendelea mpaka saa 8 usiku wa manane. Sema amina. Kwa hivyo kwenye maombi sasa nikulete vizuri. Ndani ya maombi, asante Roho Mtakatifu. Ndani ya maombi ya usiku wa manane ni muda wa mabadiliko ya kiroho. Maombi ya usiku wa manane ni masaa ya mabadiliko ya kiroho. Kuna vitu Mungu anabadilisha kwenye usiku wa manane. Mtu amelala akiwa na shida, lakini inapofika usiku wa manane vinabadilika, anaamka mchana ama asubuhi akiwa na tabasamu. Sema amina. Amelala akiwa mgonjwa, lakini kwenye usiku wa manane analetewa ndoto ya kupona na anapona. Kwenye usiku wa manane analetewa ndoto ya kufunguliwa, anafunguliwa kwenye maombi ya usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane ni masaa, ni majira ya mabadiliko ya kiroho. Mabadiliko ya kiroho kuanzia kwenye wokovu,
na hata kwenye mahitaji na hata kwenye huduma. Narudia tena, ni mabadiliko ya kiroho kuanzia kwenye wokovu, kwenye mahitaji na kwenye huduma. Maana wokovu ni wa kwanza, kwa sababu kwenye wokovu ndimo kuna kila kitu. Mtu anaweza batizwa akiwa hajapokea Roho Mtakatifu, lakini hawezi pokea Roho Mtakatifu akiwa hajaokoka. Sema amina. Kwa hivyo ndani ya maombi, naomba usiku wa leo, usiku wa manane, ulete mabadiliko kwako katika jina la Bwana majeshi. Kuna vitu huwa vinabadilishwa. Ndio maana wale wanawake wawili makahaba walipozaa watoto wakalala, mmoja akalalia mtoto wake akafa, na akaamka usiku wa manane akachukua mtoto wa mwenzake, akabadilisha, akachukua yule maiti akamwekea. Lakini mama ya mtoto alijua mtoto wake. Ni vizuri ujijue ulipoingia saa moja ulikuwa namna gani. Ni vizuri ujijue kabla ijafika saa 6 usiku wewe ulikuwa kiwango gani ukiomba maombi ya mwisho kwenda kulala. Wewe umekuwa mtu wa namna gani mchana wa jana. Maana kwenye usiku wa manane adui anaweza badilisha vitu na Mungu anaweza badilisha vitu. Sema amina. Ndio maana mama alijua ya kwamba mtoto wake ni wa aina gani. Alipobadilishwa akagundua amebadilishiwa mtoto. Makahaba wawili wakalalia watoto. Kesi ikaenda kwa mfalme Suleimani, akasema hapa ni panga itaamua. Akasema leteni panga. Alipoinua panga kukata mtoto, mama ya mtoto akasema hapana. Mama mtoto akasema tayari huyu mtoto si wangu. Huyu mtoto aliyekufa si wangu, lakini aliye hai ndio wangu. Badala akatopanga, wacha nimwachie mtoto aliye hai asiwawe nikiona. Mama akasema mtoto asioe. Soma nami kitabu cha Zaburi. Soma nami Zaburi 119 mstari wa 12. Nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Leo ni mkesha, mtu wa Mungu. Zaburi, mtumishi unaweza tusomea Zaburi 119 mstari wa 62. 119 mstari wa 62. Katikati ya usiku nitaamka na kukushukuru kwa sababu ya hukumu za haki yako. Mimi ni mwenzao watu wote wakuchao, na wale wayatio mausia yako. Hebu tusomee mtumishi wa Bwana yako. Yes. Hebu tusomee. Katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Asante. Daudi anasema katikati ya usiku ataamka mshukuru Bwana, maana hukumu zake ni za haki. Maana Daudi anafahamu katikati ya usiku ndimo kunafanywa mabadiliko. Sema amina. Maombi ya usiku wa manane ndiyo huleta mabadiliko ya kiroho. Anasema nitaamuka nikushukuru. Mtu anayeshukuru, wapendwa, kuna kitu amefanyiwa. Uongo ama kweli? Kuna jambo limefanyika. Kuna mahali ametolewa. Wakati fulani usiku wa manane, mke wangu alianza kuota na kuanza kuongea, na Roho Mtakatifu akaniamsha usiku wa manane. Akaniamsha akaniambia kaa, nikakaa. Unajua anapiga story kabisa, ni kama anaongea na mtu. Sasa kwenye ndoto Mungu alikuwa anampatia unabii, kuna sumu imeandaliwa kwa sababu yangu. Sasa yeye anaambia wenye kuandaa sumu, huyu hamuwezi kumwekea sumu. Mnamsikiaga David Murwa, hamujawahi kumuona, hamujawahi. Na unajua anaongea mpaka anauma kidore. Na unajua amelala. Nyinyi hamjui huyu mwanaume mnacheza naye, mtajua hamjui.
mtajua, na hiyo sumu itamfikia huyu. Hamutamuweza, mutapigana na yeye lakini hamutamuweza. Ni usiku wa manane. Baada ile ndoto, nini kili happen? Nilianza kumshukuru Bwana. Sema amina. Nilianza kumwambia Bwana, asante, umeniokoa na sumu. Daudi anasema nitaamka nikushukuru, maana kwenye usiku wa manane kuna vitu vinabadilishwa. Kuna watu wanaandaliwa mauti usiku wa manane. Umewahi gundua ya kwamba watu wengi wanakufa usiku wa manane? Watu wengi wanakufa usiku wa manane. Na umewahi gundua ya kwamba watu wengi hunyongwa na mapepo usiku wa manane. Watu wengi hulishwa vyakula vya maagano usiku wa manane. Sema amina. Lakini Daudi akasema nitaamka nikushukuru, maana kuna kitu Mungu amefanya. Naomba usiku wa manane wa leo Mungu ageuze vitu kwenye anga yako. Mungu ageuze maisha ya mtu. Mungu ageuze ndoa ya mtu katika jina la Bwana. Sema haleluya. Anasema nitaamka. Ina maana wengine wamelala, lakini yeye ataamka kwa sababu yeye ndiye ametendewa. Mtu wa Mungu, Bwana atusaidie. Mungu atuwekee alamu ndani yetu. Maombi ya usiku wa manane yanaanza na kushukuru kwa sababu ya kile Mungu ametenda tayari. Lazima mshukuru Bwana ya kwamba usiku wa manane, Mungu, hii ndoto nimeota, nimeona vile wamepambana na mimi, lakini Bwana nimeshinda watu hawa. Nimeona vile wameniwinda, lakini Mungu umenitoa kwa mikono yao. Nimeona jinsi wanaenda kwa waganga, lakini Mungu nimeona vile umewasambaratisha. Nimeona vile Mungu umenipigania. Unaanza kumwambia Bwana asante kabla hujaanza maombi ya vita. Unaanza kushukuru nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Sema amina. Unaanza kumwambia Bwana asante. Asante Mungu jinsi umenipigania. Baba ni asante kwa sababu umeota kulikuwa na ajali, na ile ajali Mungu amekupatia ushindi. Unaota kulikuwa kitu kimetegwa, kuna sumu ilikuwa imeandaliwa, na ile sumu haikukupata, hukuwekewa, hukukunywa. Unaanza kumshukuru Bwana. Unaota kuna ugonjwa alikuwa umetega, na Bwana anakuamsha vile wametega ugonjwa, kukatokea mtu akakuombea, ama katokea mchungaji akakuombea, na ile ndoto inashindwa. Na tangaza ya kwamba kwenye usiku wa manane si usiku wa kumalizwa kwako, ni usiku wa kumwambia Bwana asante, maana mitego ya adui imeteguka, mitego ya adui imesambaratishwa. Sema haleluya. Sema amina. Maombi ya usiku wa manane. Daudi anasema nitaamka nikushukuru. Ataamka na kumshukuru usiku. Nitaamka nikushukuru, maana kuna kitu kimetendeka. Hii ni wakati Daudi anakumbuka ya kwamba Sauli alipanga kumuua Daudi usiku wa manane. Akamwambia msichana wake, mimi nitatumana askari, kwa sababu ya Sauli kumuoza Daudi msichana wake ilikuwa ni mtego amuue. Maana alimuinda mara ya kwanza, akamwambia ukiua Filisti uniletee govi 100 nitakuoza binti yangu. Daudi akaleta govi 200. Govi ni ile nyama ya kutairi, inaitwa govi kwa Kiswahili. Siji kwa lugha yenu mnahitaji, siji Kikamba na Kikisi, wewe unajua vile mnaita. Unajua vile mnaita. Sasa akaleta govi 200. Akahepa. Mara ya pili Sauli akapanga, akatumana masoja waende wamuue Daudi akiwa amelala. Lakini atukuzwe Mungu aliye mbinguni. Msichana wa Sauli, mke wa Daudi, alipogundua mume wake anauawa, Biblia inasema ya kwamba akachukua kamba akafunga kikapu. Daudi alikuwa 1 GB kama Apostle Murwa namna hii, alikuwa mwembamba, nafikiri alikuwa mwepesi, hakuwa mzito. Mama akampitishia kwa dirisha, Daudi akashuka akaenda. Wakati askari walipofika nyumbani kwa Daudi kuingia bedroom, wakapata mke wake ameweka kinyago, yani doli, ameweka kinyago yenye pembe za mbuzi, ameifunika blanketi. Alipofika askari wakapata Daudi ameenda.
Waliporudi wakamwambia Sauli, Sauli akamwambia, umenitendeaje? Adui wangu ameponyoka. Nini kimefanya Daudi ameponyoka? Maombi ya usiku wa manane, akaponyoka kwa mikono ya Sauli. Naomba Bwana akupatie kuponyoka kwa mikono ya maadui. Natangaza utaponyoka wewe. Ndoa yako itaponyoka, biashara itaponyoka, watoto wataponyoka. Mitego yao haitanasa maisha yako, haitanasa ndoa yako. Sema power, sema haleluya. Hebu sikiza, wekea pale mstari ambao umeanzia ili mtumishi wa Bwana asome. Hebu tusomee nguvu ya maombi usiku wa manane. Samueli wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 28. Yes. Sauli akaona. Hebu tuanzie mstari wa 27. Samueli wa kwanza 18:27. Samueli wa kwanza 18:27. Basi Daudi akainuka, akaenda yeye na watu wake, akaua katika Wafilisti watu 200. Na Daudi akazileta govi zao, wakampa mfalme hesabu kamili, ili awe mkwewe mfalme. Naye Sauli akamwoza Mikali binti yake. 28. Sauli akaona na kutambua ya kwamba Bwana alikuwa pamoja na Daudi, na huyo Mikali binti Sauli akampenda. Asante. Unaona mtego wa kwanza wa kumaliza Daudi. Sauli ameconfirm mwenyewe ya kwamba Daudi ako na Mungu. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Maana hakuwa anataka mahali ya kuoa, alitaka auawe na Wafilisti, lakini Daudi akatahiri watu 200. Unaua mtu unamtahiri, kwa sababu Wafilisti walikuwa hawatahiri. Anamuua, anamtahiri, anachukua ngozi, anaweka kwa gunia ama kamkebe ama kwa chupa ama sufuria ama sahani, na akapeleka govi 200. Lakini Sauli akatambua kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Daudi, na binti Sauli akampenda Daudi. Naomba katika jina la Bwana, maombi ya usiku wa manane yaongeze ulinzi wa kimungu juu yako, yalete mkono wa Bwana juu ya maisha yako, yageuze matatizo kuwa baraka, yageuze kushindwa kuwa kushinda, yageuze laana kuwa baraka. Sema power. Maombi ya usiku wa manane, sema amina. Daudi akasema, nitakushukuru, nitaamka usiku. Turudi pale kwa Zaburi please media, turudi pale tulikuwa kwa Zaburi. Akasema nitakushukuru. Lazima uwe mtu wa shukurani kwenye maombi ya usiku wa manane. Una sababu ya kuamka. Wakati mwingine we ni tabia yetu, tunaamka tu tumwambia Bwana asante kwa sababu nimefika usiku wa manane. Maana kuna watu akifika usiku wa manane hawatavuka kuiona asubuhi, lakini Mungu akikuamsha usiku wa manane una sababu kumwambia asante. Tayari asubuhi nimeiona, tayari kesho nimeiona, tayari mchana nimeuona, tayari jioni nimeiona kwa damu ya mwana kondoo. Sema haleluya. 63 anasemaje? Maana hukumu za Bwana ni za haki. Sikiza, 63 anasema hivi. Mstari wa 63 anasema, mimi ni mwenzao watu wote wakuchao. Yaani yeye ni ndugu ya wote waliookoka. Kwa hivyo Daudi anamaanisha kwamba vile unalinda wengine ndivyo unavyonilinda. Hii ni maombi ya kutokuwa na ubinafsi. Ina maana wakati unaweza ukashukuru kwa sababu ya ndugu zako, unaweza ukashukuru kwa sababu ya wazazi, unaweza ukashukuru kwa sababu ya wapenda wenzako, unaweza ukashukuru kwa ajili ya mchungaji wako. Mungu asante kunipa mchungaji mzuri ambaye si mkora, si tapeli, si mwizi, mtu anayeniombea, anayenibeba kwa mzigo, mtu analipa gharama kwa ajili ya maisha yangu. Unaweza ukashukuru Bwana kwa ajili ya bishop wako. Unaweza ukashukuru Bwana kwa sababu ya waimbaji wenu wa kanisani. Unaweza ukashukuru Bwana kwa sababu ya wacheza vyombo. Unaweza ukashukuru Bwana kwa sababu ya Asha. Unaweza ukashukuru Bwana kwa ajili ya walimu wa Sunday school. Daudi anasema mimi ni mwenzao watu wale wakuchao. Yeye ni mwenzao watu wale wanaomwabudu Mungu. Daudi ako upande wa hao, na wale wanamwabudu Mungu wako
upande wa Daudi. Mungu akuunganisha na watu wa aina yako. Natangaza watu wa aina yako, akuletee watu wa aina yako, waimbaji wa aina yako, wacheza vyombo wa aina yako, waombezi wa aina yako, wachungaji wa aina yako, mitume wa aina yako, wanabiashara wa aina yako. Sema haleluya. Hebu tafuta mtu, mpatie high five, mwambie pokea watu wa aina yako, watu wa kufanana na wewe, watu wa kufagusa mtu, mwambie pokea watu wa kufanana na wewe. Mungu akupe watu wa aina yako, watu wenye mzigo wa kama, watu wa aina yako kwenye karia yako. Bwana akupe watu wa aina yako. Natangaza watu wa aina yako wa kufanana na wewe, tabia kama yako, waombaji kama wewe. Sema haleluya. Mimi ni mwenzao wale wakuchao. Maombi ya usiku wa manane yatakutafautishia watu wa aina yako ni wa aina gani. Maombi ya usiku wa manane yatakuletea watu wa aina yako. Vile unaomba, atukuzwe Mungu kwa wale ambao amewapatia mzigo, mnaamka usiku. Hata kama unaomba dakika 5, ninakuombea neema iongezeke. Naomba neema iongezeke. Hata wale ambao mnafanya ibada usiku wa manane, natangaza neema ya Bwana iongezeke juu yako. Natangaza neema ya Bwana inyeshe kama mvua. Natangaza kama mvua. Sema power. Haleluya. Maombi ya usiku wa manane yatakuandalia kesho iliyo nzuri. Yatakuandalia kesho iliyojaa tabasamu. Yatakuandalia kesho yenye heshima. Yatakuandalia kesho yenye matumaini. Yatakuandalia kesho iliyobeba baraka. Kesho iliyobeba busara, hekima. Kesho iliyobeba neema. Kesho iliyobeba neema. Natangaza neema. Natangaza neema. Maombi ya usiku wa manane yatakuandalia kesho iliyobeba neema. Neema biashara, neema ya kuolewa, neema kupata watoto, neema promotion yako, neema mshahara mpya, neema kupata kazi, neema kujenga. Sema power, 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 power. Sema amina. Sema amina. Hebu sikiza. Hebu acha nikuonyeshe watu waliojua siri ya maombi ya usiku wa manane. Nini kilichotokea kwenye maisha yao? Nguvu ya maombi ya usiku wa manane. Matendo ya Mitume 16:26. Hebu acha tuanze 25, wenye kuandika. Tuanze 25. Tuanze 25. Inasema lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa, kama vile tumeongozwa na woman of God Pastor Agnes. Nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa. Walikuwa wanaimba, wanaomba, wanaimba nyimbo za sifa. Hii ni wazi kabisa ya kwamba huwezi kuseparate maombi na uimbaji. Huwezi kuseparate uimbaji na maombi. Ukiona muimbaji mwenye hana maombi, huyo ni pretender. Ukiona muimbaji hana maombi, huyo ni entertainment ako nayo. Lakini muimbaji ambaye anafanya usiku wa manane vitu vitende, amejawa maombi, amejawa nini? Akiimba kidogo kuna vitu wanaachilia, ameanza kunena, unasikia mistari inakuja kwa mdomo, anaachilia tu katika jina la Bwana. Sasa walikuwa naimba usiku wa manane, wanaomba na kuimba usiku wa nini? Sema usiku wa manane. Sema amina. Hebu tusome sote wale tumo kanisani. 1, 2, 3 twende. Hata saa hii kuna watu wametusikiliza ila hawajaimba, lakini Paulo na Sila wameimba mpaka tukamaliza kuimba.
na hao kwa sababu yao lazima kuna kitu kitatendeka, lazima kuna kitu kitatendeka. Atukuzwe Bwana wa mabwana, ya kwamba kulikuwa na wafungwa walikuwa wanasikiliza Paulo. Atukuzwe Bwana kwa sababu kuna Paulo kanisani usiku wa leo. Kuna siri hapa kanisani kwenye usiku wa manane. Kuna watu wanakusikiliza vitu vile Bwana ameweka ndani yako. Kuna vitu ambavyo unaachilia. Natangaza usiku wa manane kuna kitu kinatendeka. Sema haleluya. Nini kili happen? Nini kilitendeka walipokuwa wanaimba na kusifu usiku wa manane? Hawakuwa na sifu mwanasiasa, hawakuwa na sifu mwanasiasa, hawakuwa na sifu lawyer, hawakuwa na sifu tuko na jaji atatutetea, tuko na jaji tuko na lawyer, tuko na lawyer atasimama kotini. Walikuwa na msifu nani? Mungu. Maombi ya usiku wa manane ni ya watu waliojaa sifa ya Mungu, sifa katika vinywa vyao. Amesema katika Zaburi ya kwamba Bwana, kwenye vinywa vya watoto wachanga Mungu ameweka sifa zake. Kwenye vinywa vya watoto wachanga, vinywani mwa watoto wachanga Mungu ameweka sifa ndani mwao. Shalalala. Walikuwa na msifu na wanaomba, wengine wanawasikiliza. Mimi nasema hivi, Mungu akubariki wakati wengine wanakusikiliza. Mungu atakuinua wakati wengine wanakusikiliza. Ni ajabu sana we mcheza vyombo uwezi omba. Ni ajabu sana we ni backup mwanakwaya uwezi omba. Yaani unangoja tu time ya keyboard ushike keyboard uonyeshe watu star. Hapa tutaki star, tunataka watu wenye sifa kwenye vinywa vyao, wenye sifa kwenye mikono yao. Hatutaki star. Star wanapatikana kwa mpira, lakini kwenye ufalme wanatafuta watu wenye sifa. Ambia mtu watu wenye sifa. Ndio unaona watu wenye sifa wakigusa, yani sengine unaona mtu anacheza keyboard mpaka analia. Unaona sengine umeona wakati mwingine anacheza, unaona mwingine yani unaona ni kama na huzuni. Si kwamba na huzuni, ni neema imeshuka. Ikifika saa maombi ako serious. Ukiona keyboardist mwenye haombagi, huyo ni pretender. Huyo ni mtu wa kuentertain watu. Lakini tunaona hapa maandiko yanasema walikuwa naomba na kufanya nini? Na kusifu. Na ndio unaona wakati mwingine naonaga wengine unasikia sijui sasa ni vile baba yao pia na kama tena unaona wanatingisha, tunakamata tunaharibu, tunasika mateka. Anajua ni saa ya kuomba. Maana maombi yako nimekwambia yanatengeneza kesho nzuri, yanatengeneza anointing ya kesho, ya kwamba vile umetumika leo sio vile utatumika kesho. Na kuombea neema ya kwamba Bwana, usiku wa manane kuna mlipuko kama radi juu ya maisha yako. Natangaza pokea kwa tena mwana pokea. Sema power. Mtumishi wa Mungu tusomee mstari wa 26. Okay, hebu tusome Zaburi mlango wa 8 mstari wa 2. Zaburi mlango wa 8 mstari wa 2 nasema, vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeweka misingi ya nguvu. Misingi ya nguvu gani? Sifa. Sema nini? Sema sifa. Hebu soma mtumishi wa Bwana. Zaburi 8 mstari wa 2. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu. Kwa sababu yao wanaoshindana nawe wakomeshe adui na mijilipiza kisasi. Mijilipiza ni watu wanataka mijilipiza kisasi ni watu wanataka kulipiza kisasi juu yako, kulipa juu yako. Daudi akasema afanye nini? Awakomeshe. Na maombi ya usiku wa manane, kuna watu watakomeshwa kwenye maisha yako. Kuna watu utatengwa na wao. Natangaza Bwana kutenge na wao. Kama mashariki na magharibi, natangaza utengwa na wao, utenganishwe na wao. Natangaza upepo uliokuja kwa Elia ukamtenga na Elisha. Natangaza upepo, inatangaza upepo. Sema power.
Hebu gusa mtu, mwambie maombi usiku wa manane yamejawa nguvu, yamejawa sifa, yana misingi thabiti. Mwambie misingi thabiti. Mwambie nyumba iliyo imara ni nyumba yenye msingi thabiti, na Bwana ameweka msingi ndani yako. Katika jina la Bwana. Paulo akasema, naliweka msingi, kila mtu aangalie jinsi anavyojenga. Kila mtu anavyojenga. Mungu aweke msingi kwenye maisha yako. Angalie vile watu watajenga, ndio kukija mafundi bandia, watu mkono bandia, materials bandia, natangaza Bwana ataweka msingi. Bwana ataweka msingi. Msingi katika huduma yako, msingi kwenye ndoa, msingi kwenye biashara, msingi kwenye maombi, msingi kwenye wito wako. Natangaza huduma ulionani Bwana nikupatia. Si mwanadamu. Tembea kama bata, tembea kama bata kifua mbele. Bata natembea. Tembea kama bata. Tembea kama bata. Wacha kutembea kama kuku. Alafu bata haogopi mafuriko ya maji. Kwenye mafuriko ya maji anaogelea tu, anaamuka, anazama tu, anaamuka, anazama tu, anaamuka, anazama tu, anaamuka. Natangaza kwenye mafuriko ya matatizo hawatakuzamisha, hawatakuzamisha. Kuna watu wanadhani watanyamazisha huduma yako, haitanyamaza. Hawatakukomesha, hawatakukatia tamaa na kutuma songa mbele. Natangaza nenda mbele, natangaza nenda mbele, natangaza nenda mbele. Mataifa wanakungojea, mataifa wanakusubiri, mataifa wananisubiri, mataifa wananingojea, mataifa wanakungojea. Sema power. Maombi ya usiku wa manane yana misingi thabiti. Ni ya watu waliokomaa, watu wanaojielewa, watu wanaojitambua, watu wanajua wametoka wapi, wanaenda wapi, wametoka wapi, wanaenda wapi. Si watu hovyo hovyo. Hebu mtumishi tusomee wa Korinto wa kwanza 3 mstari wa 10 kwa haraka tu. Inasema, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa ujenzi, mkuu wa wajenzi, mwenye hekima. Bwana kupatie hekima usiku wa leo. Natangaza hekima ya Mungu iongezeke ndani yako. Biblia inasema hekima ni nguvu kwa walio nayo. Hekima ni nguvu. Hekima ni nguvu kwa watu wenye nguvu. Akasema, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Hebu mtumishi tusomee yako. Tusomee yako. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 10. Yes. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi, yes, mwenye hekima, yes, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Rudia tena mtumishi wa Bwana. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa, naam, mimi kama mkuu wa wajenzi, mwenye hekima, naam, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Aliweka msingi, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Hii alihadharisha watu ya kwamba kama we ni mwanangu wa kiroho, jihadhari na imani zingine za kigeni. Jihadhari na mafundisho ya ambayo ni ya upotovu. Jihadhari na manabii wa uongo. Angalia misingi yao ni aina gani, misingi ya wokovu wao. Misingi yao ni aina gani? Misingi ya wokovu wao ni aina gani? Misingi yao ni aina gani? Naomba Bwana weke msingi ambao hakutakuja tapeli, watu wamevaa ngozi ya kondoo, hawatavaa wakuja kukuataka. Kila madestiny kila hawatakufikia katika jina la Bwana. Natangaza watagusa maisha yako. Wanaojivalia ngozi ya kondoo kumbe ni mwitu, hawatakufikia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
Yes, hebu twende pale tulikuwa. Turudi pale. Matendo ya Mitume. Turudi Matendo ya Mitume. Pale tulikuwa. Turudi Matendo ya Mitume pale tulikuwa. Matendo ya Mitume 16, tulisoma 25. Matendo ya Mitume 16:25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Yes. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Twende mstari wa 16 sasa. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Nini kinafanya mambo hayo matatu? Nini kinafanya? Maombi ya usiku wa nini? Wa manane. Ghafla walipokuwa wanaomba na kumsifu Mungu, kukaja tetemeko. Sema tetemeko. Kukaja nini? Tetemeko. Kulipokuja tetemeko, milango ya gereza ikafanya nini? Ebu hata misingi ya gereza ikatikisika. Tunaona tukio la kwanza, maombi usiku wa manane, kuna vitu huwa vinatingishwa. Sema amina. Kuna vitu huwa lazima vitingike, ya kwamba kuna mtu anaomba mahali, kuna confusion ambayo inaanguka mahali, kuna mtu anaomba mahali. Natangaza maombi usiku wa manane leo, ambao utaomba na siku zingine. Siongei kuhusu leo peke yake. Iwe ni tabia yako ya kwamba kwenye usiku wa manane mwambie Bwana atumane malaika wa kukuamsha. Ikifika usiku wa manane hata kama dakika 10 peke yake, hiyo dakika 10 itakubeba miaka 5 mbele, itakubeba miaka kadhaa. Sema amina. Ghafla kukawa na tetemeko, misingi ya gereza ikatetemeka, ikatikisika. Jambo la pili, mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyote vikalegezwa. Natangaza usiku wa manane ufungue kila na vifungo kwenye maisha yako. Kuna vifungo huo Mungu anafungua kwenye usiku wa manane, na kuna vifungo shetani huwa anafunga watu kwenye usiku wa manane. Vile Mungu anafungua usiku wa manane, shetani pia naye anafunga usiku wa manane. Kuna vifungo Mungu hufungua. Kama Mungu anafungua, adui pia hufunga. Naomba usiku wa manane katika jina la Bwana. Bwana achilie neema. Natangaza kila kifungo cha maisha yako kikatika usiku wa leo. Natangaza Bwana akata usiku wa leo. Natangaza Bwana akata usiku wa leo. Natangaza Bwana akata usiku wa leo. Tunakata vifungo vya maneno, vifungo vya maadui. Natangaza kwa jina la Bwana, vifungo vikatwe na Bwana, vifungo vikatwe na Roho Mtakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Akate magonjwa, akate uchawi, akate uganga, akate laana. Sema power. Vifungo vikakatika, vifungo vikalegea ama vikafunguka. Kumbe kuna vitu Mungu afunguaji mchana, anafungua usiku wa manane. Sema usiku wa manane. Natangaza Bwana afungue katika jina la Bwana majeshi. Bwana afungue kwa damu ya mwana kondoo. Vikalegea na mtuma Roho wa Bwana. Maombi usiku wa manane yalegeze. Ni muhimu sana, mtu wa Mungu. Naomba katika jina la Yesu, jizoeze. Mwambie Mungu akupe tabia ya kuamka usiku wa manane. Hata kama utapata dakika 5 mbele uwepo wa Bwana, dakika 5 zimeshinda mchana kutwa ambao umekaa nje uwepo wa Bwana. Usiku wa manane ndio utaamua kesho yako itakuwa namna gani. Usiku wa manane ndio utaamua kesho yako utatembea vipi. Kesho yako utauza namna gani mwanabiashara. Kesho yako utaendaje kazini. Utarudi namna gani kutoka kazini. Watoto wataenda vipi shuleni kesho. Maombi usiku wa manane ndio ataamua. Naomba usiku wa leo katika jina la Bwana majeshi aliye hai, Roho Mtakatifu nafanya jambo. Natangaza Roho Mtakatifu afanye jambo. Natangaza afanye jambo kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza afanye jambo kwa jina la Yesu.
Natangaza fanya jambo kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza fanya jambo kwa damu ya mwana kondoo. Tunaachilia neema. Natangaza neema ya Bwana juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya mume wako, juu ya brada yako, juu ya dada yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya uchumba. Natangaza pokea. Ninanena pokea katika jina la Bwana majeshi. Sema amina. Vifungo vikakatika. Havikukatika mchana, ni kwenye usiku wa manane. Sema amina. Usiku wa manane kuna uchawi Mungu huwa anadiri nao, na usiku wa manane kuna uchawi shetani huachilie kwa maisha ya watu. Kumbuka kwamba mchawi ni mtumishi wa shetani. Muganga aina yote yule, waganga ni watumishi wa shetani, wachawi ni watumishi wa shetani. Kwa hivyo kuna maroho huwa zinaachiliwa, roho za divorce, roho za umasikini, roho za magonjwa. Nakutana na mtu siku nyingine ananiambia aliamka usiku wa manane, kitu kinamwambia amka. Akaamka, akashuka, akavaa nguo, akafungua mlango, akatoka. Mke wake akiamka anapata mlango uko wazi, mwanaume hayumo, na mama alikuwa usingizini. Hakuwahi jua alienda wapi. Mama alijaribu kutafuta, ilibidi sasa aanze kuamsha watu, fulani ametoka, sijui ameenda wapi, nimengoja, nimenyamaza, hajaja. Alikuja patikana kesho yake akiwa hajielewi. Baada ya maombi ufahamu ukamrudia. Nimekutana na watu akisema aliota anapewa chakula, alipoamka tumbo ikawa inauma. Aliota akiwa anapigana, alipoamka akawa ni mgonjwa. Aliota anadungwa kisu, mahali alidungwa, akiamka asubuhi ni mgonjwa. Aliota anachomwa kisu, kwenye ndoto kuchomwa kisu, kuamka asubuhi ni mgonjwa. Usiku wa manane adui hupanda matatizo. Yesu akatoa mfano, mpanzi alipanda mbegu njema, lakini usiku wa manane akaja adui akapanda magugu. Vilipomea magugu yakamea, ngano ikamea. Watu wakasema, akamwambia mwenye shamba, tuyang'oe magugu tuache ngano. Akasema hapana, yaacheni hivyo. Siku ya mavuno ikifika, wavunaji watachambua, magugu yatawekwa mkono wa kushoto, ngano itawekwa mkono wa kulia. Yaacheni magugu na ngano yakae pamoja. Ndio unaona leo tuna watu wamekuwa sugu kwa dhambi. Anafanya dhambi, Jumapili anainua mikono, ni wewe Bwana, ni wewe Canterbury Keria, Canterbury sofa seti, soda Sprite, Fanta, Coca-Cola. Yana ananena kwa lugha sasa. Lakini ananena kwa lugha, ametoka kutoa mimba juzi. Ananena kwa lugha, juzi ameiba kanisani. Hujaona watu wanaiba kwa makanisa? Juzi kumeibiwa simu 4 hapa kanisani. Simu ngapi? 4. Kwa nini watu wanaiba kwa kanisa? Wamekufa ganzi, wanajua hawezi wakakemewa. Lakini angalia kwa msikiti, viatu viko mlangoni. Ndugu zetu wanaacha viatu kwa mlango, hakuna mtu anaiba. Lakini angalia, simu ziliibiwa 4 Jumapili ya last week. Simu 4 za simu ya mwanakwaya mmoja, alafu na za wengine washirika wengine 3. Mama mmoja na mfanyakazi wake, simu zikaenda. Hata nauli alifanya kuchangiwa na watu. Nini kimetendeka? Amekufa moyo umekufa ganzi. Paulo akasema watu wengine wamekufa ganzi ya kufanya dhambi, wamekufa ganzi. Alafu akasema, akamwambia Timotheo, watu wengine dhambi zimewatangulia mbinguni, wanangojewa kwa judgment, na kuna wengine dhambi zao zinawafuata nyuma yao kwa judgment. Sasa mtu akiiba kanisani, yana anakuonyesha haogopi Mungu. Na sasa ili aliimba watu waliruka akaruka, labda hata aliombewa, anataka kitu fulani, aliombewa. Ndio maana nikasema anainua mikono, lakini ukifata ruti zake huwezi amini. Kuna watu ni watakatifu Jumapili, kuna watu ni watakatifu mbele ya pasta, kuna watu ni watakatifu mbele ya viongozi wa church, lakini mfate kando uone, mfate kando.
hata si kando, nenda kwa TikTok ndio utajua sampuli ya mwokovu. Mwingine anarembua macho ni kama anataka kukata roho, kama anataka kukufa saa hii. Alafu wengine ni wajanja, anatoa ulimi kama nyoka kwa style, usione ni kama anaonyesha mapenzi, lakini mapenzi. Yani anajifanya star, yani usijue, lakini wale watu anachati nao message za mapenzi, wana connect juu kwa juu. Anawasalimia, niko hapa, tumana ka message. Na akisimama kwa madhabahu, wengine hata ni wanakwaya, wengine hata ni wahubiri, wengine hata anajiita nabii, wengine hata ni viongozi kwa makanisa, wengine hata ni asha, wengine hata ni praise and worship kwa madhabahu. Lakini kwa mtandao ndio utajua huyu ameokoka ama hajaokoka. Sema amina. Lakini maombi usiku wa manane yanaweza ondoa tabia za aina hizo katika jina la Bwana. Sema haleluya. Kuna watu wanafanya vitu kwa kutokujua, lakini kuna mtu anafanya kwa sababu amekufa ganzi, haogopi. Yani amezoea, haogopi, maana alifanya pasta akufunuliwa. Lakini kumbuka maandiko yanasema kwamba sometime Mungu anasema kwamba, Biblia inasema hivi, mjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake. Hiyo ni Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo mtu anaweza fanya kitu, Mungu akanyamaza kumpa muda wa kubadilika. Asipobadilika, basi Mungu humpa muda wa hukumu. Sasa kuna watu anafanya kwa kutokujua, kuna mtu anafanya akiwa anajua kila anafanya. Anajua. Nilisikia mwingine anaongea mahali fulani kwamba yeye hawezi enda mazoezi kwa sababu ni star. Yeye hawezi fanya mazoezi kwa sababu yeye ako, yeye ni pro. Asante. Wanaita pro. Yeye ni pro, hawezi enda mazoezi. Kwa hivyo yeye bora ako, bora, si lazima afanye mazoezi. Lakini anasema mwimbaji mwenye ukomavu, tabia namba 1 anapenda mazoezi. Tabia namba 2 ni muombezi. Tabia namba 3 ako ready kurekebishwa. Namba 4 ni mnyenyekevu sana. Namba 5 anajua kusema I'm sorry. Kama nimekukosea nisamee. Lakini wale ambao ni wa upande ule mwingine, hawezi rekebishwa. Akirekebishwa amehama kanisa ingine. Kama hata hama kanisa, akisimama kwa microphone wakati wengine wanasola rabat, ukimwangalia uso ni kama nyani amehepa mshale. Yani ako serious kweli. Yani kila mtu, hata wale walio mbali watajua fulani amekosewa. Yani amevimba. Baluni ni mwanafunzi. Sema amina. Tunaongea kuhusu nini? Maombi ya usiku wa nini? Wa manane. Mtumishi wa Bwana, hebu tusomee maandiko. Tusomee Waefeso mlango wa 4 mstari wa 19. Mungu awabariki sana media kwa kazi nzuri mnafanya. Vile kuna usiku ningewaitishia soda, lakini vile ni usiku. Sasa hivi mkikunywa soda mtashikwa na homa, maana mvua imenyesha. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 19, ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Unaona, kuna watu wamekufa ganzi. Yani amekufa ganzi kufanya kila aina uchafu. Kila aina uchafu ni kwamba kila aina ya dhambi. Hata kuna wale akifanya makosa anaweza akakaa Sunday 3 ajaenda kanisani, Sunday 4 miezi 2 ajaenda church, ndiye anatokelezea. Alafu anakuja na style, anaweza weka kamgomo baridi. Ndugu dada, mbona hujakuja mazoezi? Mbona hujakuja kuimba? Mbona hujafanya kazi ya ashari? Nini? Hizo ni changamoto tu. Bwana anakupenda. Kumbe anajua kila amefanya nini? Amefanya. Sasa Paulo akasema ya kwamba wamekufa ganzi. Kuna watu wamekufa ganzi kwa sababu ya kufanya maovu. Mtu wa Mungu Yesu ni mtakatifu. Mungu wa mbinguni mtakatifu, anatumikiwa kitakatifu katika jina la Bwana. Mungu anatumikiwa kitakatifu, na watakatifu ndio watarithi uzima wa milele. Natangaza Bwana akupatie mwanzo mpya. Bwana akupe mwanzo mpya wewe, ageuza aibu yako kuwa heshima katika jina la Bwana. Usiku wa manane vifungo vikakatika. Kuna vitu ambavyo Mungu vishughulikia usiku.
Kwa hivyo usiku, mtu wa Mungu, sio kulala peke yake, na Mungu atashughulika kulingana na gharama umelipa. Ndio maana ukipata time ya kuomba, omba, kwa sababu kuna wakati mwingine maombi ya akiba hufanya kazi. Kuna wakati Mungu anakutetea na maombi ya akiba. Yaani maombi ya akiba ndio yanafanya kazi. Na maombi ya akiba ni maombi uliomba wakati fulani nusu lisaa zima, uliomba siku nyingine masaa matatu, uliomba siku nyingine ilikuwa ombe dakika 10, ukaomba nusu saa, ulikuwa ombe nusu saa, ukaomba lisaa zima, ulikuwa ombe lisaa moja, ukaomba lisaa moja na nusu. Maombi ya usiku wa manane. Labda uliyaomba mchana na usiku wa manane ukayachochea kwa yale ambayo uliongeza. Sema amina. Kuna kipindi unaweza pitia hali mpaka unasikia anga maombi imekauka. Hapo maombi ya akiba yanaanza kufanya kazi kwako katika jina la Bwana. Maombi ya akiba yanaweza patia watu wengine mzigo. Mtu anaota, anaambiwa na Mungu akuombee. Mtu anaamushwa. Mara ngapi mimi nimeletewa watu nisiwajua kwa ndoto? Nimeletewa watu kwa ndoto wale siwajui, hata wewe unaniangalia. Kuna watu umeota ndoto ukiombea mtu usiyemjua. Hata leo nimetumia message na mtu akaniambia, mtumishi wa Bwana, mimi ninaotaga nimeombea mtu, kumeenda hivi, nimepewa Biblia, nimefanywaje? Nikamuuliza unaenda kanisani? Akasema siendagi. Januari nilienda tu siku moja. Imagine, Januari nzima ameenda siku moja. Umeokoka? Sijui kama nimeokoka ama siamini kama nimeokoka. Anajua. Lakini pamoja na hiyo, yale maombi kidogo anaomba, Mungu anamletea ndoto kumwonyesha kwamba anafaa kumruhusu Mungu amtumie. Anafaa kuomba kwa sababu ya wengine. Na the more unaomba kwa ajili ya wengine, the more watu wanaomba kwa ajili yako. Sema amina. Maombi ya usiku wa nini? Wa manane yanaregeza vifungo. Kuna vifungo vya ukoo, kuna vifungo vya tabia. Kuna tabia fulani unaweza kuna tamani kuziacha, unashindwa. Unatamani kutoka ndani, unashindwa. Unatamani kutoka ndani, lakini kwenye maombi ya usiku wa manane yanaweza kukuseparate na hizo tabia. Maombi ya usiku wa manane, Mungu anaweza leta hata ndoto. Kwa ile ndoto ukashare na mtu, na mtu utakayeshare na yeye, Mungu akampa ufunuo ya kwamba unahitaji reinforcement ya maombi, unahitaji support ya maombi, unahitaji counseling, unahitaji kufunga, unahitaji vitu. Mungu atampa ufunuo kwa sababu ya wewe. Sema amina. Naomba usiku wa manane huo ni usiku wa mabadiliko yako katika jina la Bwana. Natangaza wale wanalishwa vyakula usiku, hautalishwa tena kwa jina la Bwana. Kila roho inatumwa wakati umelala, Mungu akuamsha kiroho. Wakituma mashetani yao, mwili wako umelala, spirit yako imeamuka, mwili wako umelala, roho yako iko macho, inapambana na wao, inapambana na wao, unapambana. Sema power. Hebu sikia, Paulo anaongea na watu wa Makedonia. Watu wa Makedonia waliota ndoto. Kwenye ndoto mtume Paulo anaongea na watu wa Makedonia, wanamwambia vuka, njoo utusaidie. Kwenye ndoto ni usiku wa manane. Maombi usiku wa manane yanaweza ongelesha mtu kwa ajili ya maisha yako. Paulo akaamuka kesho yake, akapanga safari, akaenda Makedonia na akasaidia kanisa la Makedonia. Naomba usiku wa manane uwe ni usiku wa Mungu kuzungumza na watu wako na vitu vyako. Uwe ni usiku Bwana anazungumza na watu wako na vitu zako. Watu wana pesa yako, watu wana kipawa chako, watu wana baraka yako. Mungu atawaleta. Natangaza Bwana atawaleta. Sema power. Na ni ombi langu ya kwamba Mungu wa mbingu za mbingu, aliyeziumba mbingu na nchi, asiruhusu kaishi maisha ya hasara. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume mlango wake wa 20 mstari wa kwanza. Karibu mtumishi utusomee. Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa kwanza. Naam. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya
akaagana nao, kisha akaondoka aende zake mpaka Makedonia. Naye akiisha kupita pande zile. Achia hapo, wacha tuachie hapo. Akaondoka kenda wapi? Kwa nini anaenda Makedonia? Kuna mtu aliota ndoto, mtu wa Makedonia akimwambia njoo utusaidie. Mtume Paulo aliona maono, njoo utusaidie. Mtumishi wa Bwana akaamka akapanga, naomba kesho Jumamosi Mungu afanye mtu akutafute. Kuna watu wanataka school fees ya kwenda college. Maombi ya usiku wa manane yanaweza kuandaa school fees yako. Kuna watu wanataka mshahara. Maombi ya usiku wa manane yanaweza andaa mshahara wako. Maombi ya usiku wa manane yanaweza andaa transfer yako. Kuna watu wanakataa usiende mahali unataka. Wanakataa usiende ofisi fulani. Wanakataa usiongezwe mshahara. Maombi ya usiku wa manane yanaweza amurisha board meeting ikaitwa, watu wakakaa kwa sababu yako. Board meeting inaitwa, fulani aongezwe mshahara, fulani apelekwe ofisi fulani, fulani apelekwe branch fulani, fulani apandishwe cheo, fulani apewe loan yake, fulani asamehewe makosa amefanya, asifutwe kazi. Maombi usiku wa manane, natangaza katika jina la Bwana, maombi usiku wa manane, malaika wanaweza kaa kikao cha kubadilisha mume wako, kubadilisha brada yako, kubadilisha mzazi, kubadilisha ndoa yako katika jina la Bwana. Mtu wa Mungu nataka kusema ya kwamba ukiamua kumtumikia Mungu, mtumikie ukiwa serious. Nataka kusema ya kwamba kama utamtumikia Mungu kwa kujivalia ngozi ya kondoo, one day, one time, Mungu atakuanika wazi. Mungu atakufunua. Wacha kuishi kama kuku anayekula na pangusa mdomo. Amesahau ya kwamba kuna watu walimuona kabla hajajipangusa mdomo. Kuku amesahau, anataga yai, analigeukia, analikula yai, alafu anapangusa mdomo chini namna hii anaponga. Kumbuke ya kwamba wanadamu wanaweza kosa kukuona, Jehova Mungu wa mbinguni anakuona. Wanadamu wanaweza kosa kukuona, Jehova Mungu wa majeshi anakuona katika jina la Bwana. Sema amina kubwa. Mpe Bwana makofi katika jina la Yesu Kristo ali hai. Maombi usiku wa manane. Jambo la pili, namalizia, nataka kuomba, nataka tuingie kwenye maombi usiku wa manane katika jina la Bwana wa majeshi. Tumwabudu Bwana wa mbinguni, alafu na tuombe. Kitabu cha Matendo Mitume mlango before tuende jambo la pili, kitabu cha Matendo Mitume, Matendo Mitume 12:5 hadi 12. Karibu mtumishi wa Bwana. Matendo Mitume 12:5 12. Matendo 12 mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Yes. 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Naam. Ulinzi mbele ya mlango wakalinda gereza. Sema Bwana ameona gereza lako. Bwana ameona gereza lako. Mwambie tena, Bwana ameona gereza lako. Bwana ameona gereza lako. Mwambie Bwana ameona walinzi. Bwana ameona walinzi walio kinyume na maisha yako. Walio kinyume na maisha yako. Bwana amewaona leo. Bwana amewaona leo. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Naam. Nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. 9. Akatoka nje akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. 10.
Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Yes. 11. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa faida ya Wayahudi, taifa la Wayahudi. 12. Yes. Na alipokuwa akifikiri haya, yes, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. 13. Soma 13, malizia. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Asante, achia hapo mtumishi wa Bwana. Usiku wa manane, Petero akiwa melindwa, walinzi vikosi 4, askari 4. Hawa ni wangapi? 4 times 4. Askari 4 mara 4. Askari 16 wamelinda nani? Petero gerezani. Yaani kuna watu wanasema Isaac hataendesha gari. Ghafla malaika anatokea. Sio mchana, usiku wa manane. Akiwa melala, nuru ikatoka ikamulika, ikamwambia inuka, vaa viatu, nifuate. Yaani hakuambiwa omba, tayari alikuwa ameomba, na kuna watu wanaomba. Ndio nikakwambia kuna wakati Mungu anaamuru watu waombe kwa niaba yako. Kanisa linaomba kwa ajili nani? Ya Petero. Bwana, viwete hapa, kuna watu hawajatembea. Mungu, kuna vijana ni walevi hapa, kuna mahali crusade jafanyika, kuna mahali Bwana injili jahubiriwa, kuna watu wako gerezani, kuna watu hawajajenga, mtoto fulani Bwana hajasoma, mtoto fulani mwendawazimu Bwana amemaliza shule tu akachizika, Bwana mama fulani amepata mimba ikatoka, baba mtoto amezaliwa hajawahi tembea, hajawahi ongea. Mungu, tunakuomba Petero ako wapi? Tunamwita Petero, Bwana ako wapi? Mungu wa majeshi, walevi wamejaa, vuta bangi wamejaa, tunawadai kanisani Bwana, hawatakuja bila Petero. Unaona watu wanaomba Bwana, tunadai Isaac Bwana, tunamtoa kwa disco, tunautoa Bwana kwa DJ, tunamleta kwa madhabahu ndani. Ghafla malaika anatokea, naambia Haizo kanisani. Haizo ndio huyo. Yes, sir. Sema amina. Watu waliomba usiku wa manane, na malaika akatumwa ni usiku. Hakutumwa mchana, alitumwa nini? Usiku. Na omba, yani wapendwa, usiku kuna vitu huwa vinabadilishwa. Yani Mungu anakubadilishia nini? Maisha. Anatoa mateso, anaweka raha. Unaona kile kimetendeka. Alilala gerezani akiwa mfungwa, anaamka asubuhi sio mfungwa tena. Kuna watu hata leo ukiamka asubuhi unakutana na kazi, unakutana na simu ya kazi mpya, na tangazo ukiamka kesho unakutana na pesa biashara, pesa school fees yako, na tangazo pokea. Si kama unaelewa. Namalizia. Alilala akiwa mfungwa, anaamuka akiwa sio nini? Mfungwa. Hebu sikiza, Biblia inasema hivi, Petero ametoka gerezani, anagundua ya kwamba ni kama naota, kumbe si ndoto, ni kweli ametoka ndani ya gereza. Unaona, maana aliambiwa vaa viatu, chukua mshipi, jifunge. Mtu akishikwa, nishawaishikwa na polisi kwa sababu ya injili siku moja kule Nambale kwa kina Chris Okemo. Tunatoka Busia tunaenda Mumias, tukashikwa na askari, tumetoka kuhubiri. Ishashikwa kwa sababu ya injili. Tukalala ndani siku ngapi? Siku 3, alafu tukatoka. Mshipi tuliweka kando, viatu kama ni gari tumesukuma. Tushawahi sukuma gari kutoka Luanda ya Maseno mpaka Mumias. Luanda ya Maseno mpaka Mumias. Saa 9 jioni tukafika saa 9 asubuhi. Kwa hivyo kama ni tabu ya injili tumeikula. Ndio nikiona watu mnatumikia Mungu, yani mtu anataka yani anasikia ombe, anasikia siombe. Hebu imagine bro,
Yaani unasikia leo sina mudi wa maombi. Unasikia mtu anasema ana mudi wa maombi. Leo sina mudi. Tumesukuma magari. Sasa jamaa amelala gerezani, lakini anaamuka akiwa hayumo gerezani. Unalala ukiwa na deni, unaamuka deni imelipwa. Unalala ukiwa na pesa, unaamuka una pesa. Unalala ukiwa hauna mchumba, unaamuka unakutana na mchumba kukuoa. Unalala ukiwa hauna ploti, unaamuka unakutana ploti inauzwa. Unalala ukiwa hauna nyumba, unaamuka kuna nyumba inauzwa mahali. Natangaza kutana nayo. Uliye na kiwango cha kununua pikipiki, pokea pikipiki. Wenye imani ya gari, pokea gari. Wenye imani ya ndoa, pokea ndoa. Imani ya watoto, pokea watoto. Imani ya biashara, pokea biashara. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu simama kwa miguu yako miwili. Usiku wa manane, sema usiku wa manane. Kanisa likaomba. Petero amefika, anabisha kilango cha lango. Imesema kilango pastor? Alibisha kilango cha lango. Kilango cha lango kwenye gate kuna kuwa na kamlango kadogo. Lango ni gate. Sasa kale kalango, kilango ndio kale kamlango kadogo. Naye alipobisha kilango cha lango, kwenye kila gate inakuwa na milango mingapi? Ile mkubwa na ule mdogo. Sasa ule mlongo ndio unaitwa nini? Kilango. Aligonga, maana hakuja na gari, hiyo ni ya kupitia watu wa miguu. Akabisha. Kijakazi mmoja anaitwa Roda. Kijakazi na maanisha maid. Alikuwa maid wa mtu. Maid ndiye alifanya nini? Alikimbia kwenda, anaona ni Petero. Kufika anaambia watu hawaamini kama, yani haizo. Kuna siku watu wataamuka hawataamini kama ni wewe. Kuna siku watu wataamuka hawataamini Apostle Murwa, watasema hapana, huyu ni Apostle Murwa. Kuna siku watu wataamuka hawataamini ni Pastor Agnes, ni yeye, hapana si yeye. Abana lomba kusele, hapana si yeye. Kuna siku watu wataamuka huyu ni Emma Mwadime, hawataamini kama ni yeye. Kuna siku wataamuka wanashangaa huyu ni Abedi ama ni nani. Yani mlifunga pamoja, mliomba pamoja, mliokoka mwaka mmoja, lakini Mungu akijibu hawataamini macho yao, lakini waamini wasiamini ametenda Bwana wa mabwana, asafanya katika jina la Yesu. Kuna siku wataamuka. Huyu ni Jackson Mwatela at ile V8 ni ana sija ebu usimwangalia sana, angalia kando. Atakuona jamaa na macho makali kama pasta wake. Wajua watoto wale watu wanakaa sana karibu na mapasta, wanaambukizwa roho ya kuona. Atakuona, angalia kando, usimuone. Ni yeye. Sasa fanya hivi. Hebu tusimame kando tuone kama ni yeye. Namwona atokelezea kwa kio ya mbele, ana drive. Hebu tuone kama atashuka. Ni atashuka. Akishuka upande wa driver tutajua ni yeye. Wanashangaa jamaa jamaa anatoka, amepiga suti, amenyonga tai kama ulimi wa ng'ombe grade. Amenyonga tai kama ulimi wa ng'ombe grade. Jamaa anatoka akiwa na kamera yake, anaenda kanisani. Wanafanya mwacha aende, wacheni aende, alafu twende. Mimi nitafuata mpaka kanisani. Wacha ingie. Akiingia tufuate pole, alafu tukae nyuma. Kuna vitu Mungu atafanya, itabidi watu kufuate kwa siri, hawatakuja wazi, lakini Bwana ametenda. Natangaza Mungu akuinue, natangaza Bwana akubariki, Mungu akupe baraka, adui zako akikuona wakuachie barabara. Mungu akubariki, adui zako akiona wafiche uso wao. Mungu akubariki, adui zako akikuona wakusalimie kwa lazima. Sema power. Nataka tumabudu Bwana. Yani wanashangaa, huyu ni Apostle Murwa. Yani wanaona billboard inasema crusade.
Jacaranda ground. Jacaranda ground. From dead to wacha. Jacaranda ground from wanaonda billboard siku nyingine Kasarani ground crusade. Wewe ni David Murwa. Hebu nipe miwani. Nipe miwani. Ijapo macho yangu sijaipima miwani. No money. Hebu angalia. Mimi najuaga suti zake lakini si suti sasa imeona nayo. Mungu akikubariki mpaka nguo zinabadilika. Huyo ni Agnes Murwa, yule mke wake anaimbaga sichaliba aba anikunyfunyire niko. Wanasema ni yeye. Hawakuamini. Yaani nataka kusema hivi, kuna maombi usiku wa manane hubadilisha maisha yako, hubadilisha sura yako, hubadilisha sauti yako, hubadilisha mtembeo wako. Maombi usiku wa manane yatafanya watu wa kusahau kumbe bado ni wewe, yatafanya wasahau sauti yako kumbe bado ni wewe. Sema power. Kuna siku atasoma billboard Voi, Mombasa, Nairobi, Tononoka ground crusade. The River of Life International Ministry crusade 5 days. Ya healing, deliverance and the prophetic. 5 days crusade Mombasa, Tononoka ground. Wanasikia radio Citizen, wanaona Koruninga Citizen, wanaona K24, NTV inatangazwa. Naomba tutakuwa pamoja na wewe katika jina la Bwana majeshi. Mungu akubariki mpaka watu watengeneze mabango. Watengeneze mabango. Watu waseme wewe ni kazini yao. Kuna kiwango Mungu akikubariki watu wanasema huyu ni my cousin. Huyu ni my cousin. Mama yake, unasikia? Mama yake na mama yangu walikuwa ni makazi. Aki. This is my cousin. Yes. Auntie yake na auntie yangu walisomea. Auntie yake na auntie yangu ni maanti. Anko yake na anko yangu ni maanko. Yaani umebarikiwa mpaka watu wanachanganyikiwa. Mimi naongea na mtu anayejua nguvu ya mambo usiku wa manane. Ona Petero amo gerezani, lakini anaamka asubuhi ametoka ndani ya gereza. Kilio kinakuja usiku, lakini asubuhi kunakuja kicheko. Natangaza kicheko, natabiri kicheko juu yenu media team. Media team natangaza kicheko juu yenu. Kilio kinakuja usiku, natangaza kicheko asubuhi. Watu wa media, watu wa vyombo, praise and worship, viongozi wa kanisa, natangaza wimbo, natangaza wimbo, ninatangaza wimbo. Sema power. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe. Mtumishi wa Bwana karibu. Nataka tumwabudu Bwana. Tuingie kwenye maombi usiku wa manane. Huwa vinasumbua usiku wa manane. Vifungo vya nini? Mapepo ya ukoo ukujega usiku wa manane wakati umelala. Mtu wa familia anaenda kwa mganga usiku wa manane. Unatumaniwa maroho. Mtoto fulani au mlevi, mtoto fulani asiolewa, mtoto fulani asioyoa, mtoto fulani asiopata mtoto, asiwaizaa, asiopata gari. Umepata gari hawalali, wanaenda mbio. Mambo usiku wa manane. Na kuabudu Roho Mtakatifu. Pokea utukufu mbinguni. Heshima na adhama nakupa.